wa kanuni inatakiwa ufike ndani ya muda ambao umeandikwa kikanuni. Kwa hiyo kutoa onyo ni sawa sawa, kwa sababu kuchelewa ni kuchelewa. Whether iwe ni dakika moja, dakika mbili, dakika tatu, ni saa nzima. Kwa sababu kama utashindwa kulifanyia kazi hiyo, itafika hatua utashindwa kuwa justice. Sababu mtu ambaye amechelewa dakika 5, dakika 10, dakika 30 wote wamechelewa. Kwa hiyo kutoa onyo manake ni sehemu ya kukumbusha uwajibikaji na kufuata kile ambacho bodi imekuwa ikihitaji. Kwa hiyo nafikiri kwa kuweza kuwapa onyo ni kitu cha msingi. Kwa lazima kuhakikisha kwamba wakati wa mechi wanafanya maandalizi mapema, lakini pia hizi timu zimekuwa zina nafasi ya kuweza kuwa na vile ving'ora, tunasema wanakuwa na escort ambazo zinakuwa zinawasaidia wakati mwingine wanatoa taarifa kwa watu ambao wanahusika na usalama barabarani na ambao wanahusika na mambo ya foleni waweze kuwasaidia. Kwa binafsi katika hilo limekaa vizuri. Lazima uweze kutoa onyo kuhakikisha kwamba masaa ambayo yametengwa kwa ajili ya timu kufika na kuweza kuendelea taratibu nyingine za mchezo yanaweza kuzingatiwa na kufuatwa kama ambavyo kanuni imeweza kuainisha. Yes, bwana Chifu Nzobane ameweza kutufafanulia vizuri kuhusiana na hilo ambalo ameweza kulizungumza hapo, lakini nikamuuliza sasa swali lingine Chifu Nzobane kama Zumfera. Swala kubwa ni kuhusiana na Young Africans kutozwa faini ya shilingi milioni 30. Bwana, taarifa bodi ya ligi inasemaje? Inasema kama ifuatazo. Anasema Young Africans imetozwa faini ya shilingi milioni 30 kwa kosa la wachezaji na maofisa wake wa ufundi kutotumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Dar es Salaam. Badala yake walitumia nyumba iliyo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kipengele cha 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Bwana Chifu Nzobane kama Zumfera anatuelezea bwana, je, hii adhabu ya milioni 30 imekiizi kisheria? Huyu hapa Chifu Nzobane, tumsikilize anavyosema. Mimi kwa mtazamo wangu naona kama kuna hisia zaidi. Kwa sababu ukisoma kwenye adhabu ambayo imetolewa, hiyo ni kosa la kutokutumia room. Na ni makosa ambayo yamekuwa yakitokea, na nilizungumza, nilikuwa wazi kwamba kutokutumia chumba cha kubadilishia nguo, changing room, ambayo imewekwa haimaanishi umeenda wapi. Ukae kwenye corridor ufanya kosa lile. Usiingie kabisa ukae kwenye pichi, nje ya pichi lile. Ukae kwenye gari, kosa ni lile. Uende kwenye nyumba, kosa ni lile. Kwa ni kosa moja. Eneo ni kosa moja. Uweze ukasema sasa huyu kidogo alikuwa amekaa kwenye corridor, na ni kosa moja. Lakini pia nikiangalia kwenye ile adhabu ambayo ya milioni 30, sioni wao wameitoa katika kifungu gani cha adhabu. Mimi nikijaribu kuangalia kwa uelewa wangu na kufuatilia, sijaona ambako kanuni hiyo imeweza kutaja milioni 30. Ninachokijua tu, pengine nisome hapa kidogo. Anakuambia TPLB itachukua hatua. Hii ni kifungu namba 62. Sawa? Hapa ni 1762. Anakuambia itachukua hatua kwa ukiukwaji wowote wa taratibu za mchezo kama zilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kwa kutoa onyo kali, ambalo Yanga amepewa onyo kali kwa kuchelewa taratibu za mchezo hizo. Kuchelewa kufika kwa dakika ngapi? 5. Kutoa onyo kali au kalipio au kutozwa faini kuanzia shilingi milioni 5 mpaka shilingi milioni 10. Kwanza milioni 5 mpaka milioni 10. Akakatana na au endelea kufungia, sawa, kufungia michezo isiyozidi mitatu au kipindi kisichozidi miezi mitatu. Faini kwa makosa yanayojirudia itatozwa kati ya shilingi milioni 11 na shilingi milioni 20 kwa mchezaji, kiongozi au timu. Kati ya milioni 11 mpaka milioni ngapi? 20. Kwa hiyo kwa mchezaji, kiongozi au timu. Kwa nini? Kwa ukiukwaji wowote wa taratibu za mchezo. Kwa ukiangalia ishu ya kuchelewa kufika uwanjani ni ukiukwaji wa taratibu za mchezo, ambazo adhabu yake Yanga hakupewa adhabu, wakapewa onyo. Ishu ya kutotumia dressing room ni ukiukwaji wa taratibu za mchezo, ambayo katika makundi mangapi? Mawili. Kundi la kwanza ni milioni 5 mpaka milioni 10. Ila kama utakuwa una tendency ya kujirudia kwa hiyo kitendo, ndiko unaweza ukaadhibiwa zaidi, kwenda milioni 11 mpaka 20. Tujize kwanza, Yanga tukio ni la ngapi katika msimu huu? Cha kwanza tujue ni tukio la ngapi Yanga ameweza kufanya mpaka tunahama kwenye milioni 5
kwenda kwenye 10 kwenda kwenye ile intensive au excessive kwenda kwenye kosa la kudhili. Na katika kosa la kuzidi, okay, tunaashumu kwa pengine Yanga imefanya mara kadhaa hilo tukio. Hiyo milioni 30 imetoka katika kifungu gani? Maana lazima sheria yoyote au adhabu yoyote lazima iwe na mipaka. Haiwezi kaa to infinity. Unless wangesema tu kuanzia milioni 11 na kuendelea. Lakini ukisema na kuendelea, lazima kuwe kuna extent kwa kiwango kipi? Na hiyo kiwango anapima nani? Yaani ikafika hatua watu wakawa wanaweza kuwa na maamuzi nje ya kanuni ilivyozungumza. Hatufanyi maamuzi kwa utashi wetu binafsi, hatufanyi maamuzi kwa hisia zetu sisi binafsi au kwa miemko. Tunafanya kwa mujibu wa kanuni zinavyotuelekeza kuweza kufanya. Sasa leo milioni 30 kwa kanuni ipi na adhabu ipi, wakati zimezungumzia milioni 5, milioni 10, 11, 20, lakini pia kuna kufungiwa mechi 3 au miezi 3. Kwa hiyo yote yanaelei kwenye hizo scenario. Yes. Huyo ndo Chifu Nzobane Kamazulu Mfela anaweza kufafanua vyema kuhusiana na hiyo adhabu ambayo Young Africans wamepewa, na ameuliza hapo swali zuri kabisa kwamba wameitoa wapi, na mimi mamlaka watatupa majibu mazuri sana. Lakini nikija kwenye swali lingine ambalo ninaweza kumuuliza Chifu Nzobane Kamazulu Mfela, bwana, bodi ya ligi wanasema meneja wa klabu ya Young Africans Walt Harrison amefungiwa michezo 3 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kumsukuma mchezaji wa Simba Clatous Chama kwenye mchezo tajwa hapo juu. Bwana Chifu Nzobane alikuwa na maswali kidogo. Je, Chama kweli alisukumwa? Basi tumsikilize hapa kitu gani ambacho anazungumza Chifu Nzobane. Ndio nikasema mimi ndio nikasema kwamba yani unajua kuna wakati mimi sijui tunakoelekea ni wapi, lakini nimekuwa nina mashaka makubwa sana na mwenendo mzima kwa mambo yanavyoendelea. Mimi binafsi haunifurahishi kwa sababu pengine kuna timu inaonewa. Wote tunatamani kuweza kuona kwamba taratibu zinafuatwa. Na ndio maana since day one tulizungumza hapa kwamba Yanga kutumia dressing room haikuwa sahihi, lakini tukasema tutataka utende mbali zaidi tuone kwamba kwa nini hawakutumia dressing room. Ilikuwa lengo la msingi kuangalia ili unataka kutibu katika mapana yake na katika ubora. Tukio la Walt Harrison, mimi nitegemea kama kutoa adhabu wote wawili wangeadhibiwa. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ukiangalia, ukisema alimsukuma si kweli, wala usukumana. Wote tumeona kwenye Azam TV, tumeangalia kwenye media ambayo inaonyesha mpira, pale palikuwa pana rabsha. Wote ni kama hata kwenye mpira tutafahamu, ukisukumwa na wewe ukaenda ukarudishia, mwamuzi akija chaos ni watu wawili. Hatusemi nani alianza nani alimaliza, kwa sababu unaposukumwa anaweza kwenda kutoa adhabu ni mwamuzi wakati, si ndio? Kwamba yeye amesukumwa pale, lakini ukisukumwa ukarudishia manake wote wawili ni shida. So unaelewa sio? Sasa ukiangalia baada ya Chama kusukumwa yeye alifanya nini? Alireact. Na mbaya zaidi baada ya mchezo aliomba radhi. Waliomba radhi. Manake wote walikiri kuhusika na nini? Na changamoto. Chama aliomba radhi na wote aliomba radhi kwa tukio. Manake hao waliingia katika msuguano. Lakini tujize kitu kimoja. Chama kwa aliendaje? Yes, sio ball boys wakaenda kuchukua mpira, ameenda mpaka kwenye bench, alifuata nini? Au wote aliingia uwanjani kwenda kumpata Chama? Wote kuingia uwanjani, wote alikuwa kwenye eneo lake. Sawa, eneo lake ambalo limetengwa maalum kwa bench la klabu ya Yanga na wachezaji wao akiba, meneja wao na makocha. Alifuata nini kule? Kama hicho kufuata mpira sio jukumu lake, ni jukumu la ball boys ambao wanahusika kuweza kufuata kule mpira. Lakini bado ikatokea rapsha na wakawa wamasukumana na yeye akihusika na walikunjana, wala sio kusukumana tu. Na baadaye wote wakaja kuombana msamaha. Kwa nini adhabu ilikuwa ni upande mmoja? Yaani Aziz Walter alitoka kwenye eneo lake la kazi, akaja uwanjani, akamsukuma Chama akaanguka, watu wakamtoa Walter. Si unaelewa? Ndio hivyo. Kwamba Walter amemsukuma Chama. Kwa nini gundua kwamba kuna vitu haviko sawa. Na haviko sawa kwa sababu watu wanauelewa na vinaonekana kwa wazi. Pengine tunasimuliwa ni mpira ambao tumeuona na umekuwa ni mbashara. Binafsi nafikiri hapa kuna changamoto ambayo haiko sawa. Sasa unakwenda kutoa faini milioni 1 na kumfungia mtu mechi 3 azifu ile tukio yeye ndio alifanya. Lakini wakati mwingine kwa nini wanakuwa wanataka kutoa hizo adhabu wanatoa kwa mawazo yao tu? Nafasi ya kuwashirikisha watu iko vipi? Unaweza kusema wao kuna jopo la wataalamu. Hapana. Kwa sababu mimi ninachoamini kwamba ni lazima watu washirikishwe hasa kwa sense kama hizi ambazo zinaonekana.
Sisi kazi watu washirikishwe. Hasa ukisema tunawachia wataalamu ndio haya wanakwenda kuiamua, ambao kimsingi yanashangaza. Sawa, tunashumu chama alisukumwa. Yeye kurudisha. Aliporudisha, kwa nini yeye naye asadhibiwe? Hata kupewa karipio. Mimi binafsi naona kwamba haiko sawa. Haiko sawa na inazidi kutengeneza picha ambayo binafsi nilikuwa nikizungumza kwamba kuna mahali pana changamoto. Yes, kwa kumalizia kabisa niliweza kumuuliza Chifu Nzobane bwana, nikirejelea taarifa ambayo bodi ya ligi wameitoa, inasema kwamba shabiki wa klabu ya Young Africans anayetambulika kwa jina la Mohamed Ali Mposo ambaye amekuwa akiambatana na maofisa wa ufundi wa klabu hiyo amefungiwa kuingia uwanjani kwa kipindi cha miezi 12 kwa kosa la kuingia kwenye eneo la kuchezea wakati wa mapumziko na kumwaga vimiminika, kitendo kinachotafsiriwa kama imani za kishirikina. Anasema adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kipengele cha pili ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Sasa bwana Chifu Nzobane kama Zumfela, tufafanulie bwana, hii imekaje kwako wewe? Je, ni halali au ni nini ambacho au ni yapi maoni yako Chifu Nzobane kama Zumfela? Mimi niko pale pale. Yaani I'm not here kufanya depending kama kwa upande wa klabu ya Yanga au timu yoyote. Mimi ishi yangu ni moja. Tunapoamua utaka kanuni zifanye kazi, zifanye kote. Yaani zifanye kote kwenye kila mechi. Wazee wanasema sheria ni msumeno. Yaani ikifanyika kwa upande wa Namungo ionekane sheria imechukua nafasi yake. Ikienda kwa upande wa Pamba, ikienda kwa Simba, ikienda kwa Yanga, kila timu, kwa sababu hizi kanuni hazipo kwa ajili ya kumpendelea mmoja au kuumiza mwingine. Haya matukio yanayozungumzwa hapa ya kumwaga vitu yameanza leo. Kumbuka mechi ya Simba na TRA, kaangalia zile clip. Sio, unaelewa? Na mechi nyingine nyingi ambazo zipita huko nyuma, tumeona watu wangapi wakifanya matokeo kama haya? Mara ngapi tumekuwa tukishuhudia? Kipi ambacho kimeweza kuchukuliwa? Hatua gani imeweza kuchukuliwa? Hatukuweza kuona mtu akifungiwa hizi mechi au akifungiwa kutoka kiwanjani au kutoza faini. Kwa nini iwe upande mmoja? Tukarejea tu na batizio baadaye tutafuatilia na uzuri kuna records. Ili ni tukio la kwanza kuona yakimwagwa maji uwanjani. Fuatilia mechi ya Simba na Pamba. Kaangalie. Fuatilia mechi ya Simba na Dodoma Jiji. Kaangalie. Na mechi nyingine nyingi kaziangalie, na timu nyingine nyingi kaziangalie. Si matukio ambayo yameanza kishirikina. Lakini lini tumeona adhabu kama hii ikitoka? Mwaka mzima. Lini tumeona adhabu kama hii ikitoka? Maana kama ingekuwa ni issue ya sheria, hapa tunapozungumza tulikuwa tunatokaribia 10 na kitu ambao washafungiwa. Maana matukio tumekuwa tukiona kila siku. Hao wanamwaga hiki, huyu anakwenda kwenye kibendera, anafanya hiki, huyu anachukua taulo, anafanya hiki. Si mara moja, si mara mbili. Lakini mwisho siku tumeona kimya. Leo mtu kuonekana amechukua ile maji amemwaga tayari mwaka mzima. Sasa hawa wanaokaa na kuziamua, yaani mimi sijui ni nini. Yaani sijajua ni hii ni huu mpira au pengine matokeo ya kuwa rafiki au ni kitu gani, kwa sababu ujue vinafikirisha. Sasa sisi lazima tuzungumze kwamba hapana, hatukatai adhabu ya miezi 12, hata kama wangemfungia miezi 36, hata kama ingekuwa miaka 7. Lakini ambacho kitaweza kuonekana, watu wote wanaohusika na hivyo vitendo tuone wakichukuliwa hatua, yasio matukio ambayo yanakuwa yanaumiza sana yanapokwenda kwenye upande mmoja. Ndio yao yanaumiza sana kwenye upande mmoja. Ndio hicho kinakuwa kinashangaza. Mechi nyingi tunaona matokeo yakitokea namna hiyo, si mara moja, si mara mbili. Hatujaona hizi adhabu. Kwa hiyo mimi binafsi imenishangaza. Haijanishangaza kwa maana kwamba ile tukio ilikuwa ni tukio jema. Binafsi si afiki imeanza kishirikina, si sawa na hazikubaliki popote. Kwa sababu mpira ni sayansi, mpira ni uwekezaji. Lazima ufanye investment ya kutosha. Lakini je, yanapotokea kwa nini yaonekane upande mmoja ndio yana shida zaidi, upande mwingine yawe tu yako sahihi? Hiyo ndio jambo ya msingi. Kama tunaamua kuwa fair, let's make justice for all. Kwa sababu timu zote ni za kwetu, lakini sionekane kwamba kuna timu nyingine haziguswi. Na kuna scenario nyingi wakati tukiziona hapa ambazo sio sahihi. Kesho nilikuwa nikizungumza issue ya Semani Mwalimu.
Ilitokea alifanya hivyo na makosa makubwa Dodoma, akaachwa mpaka mechi ikapita Simba na Yanga ya kwanza, akaja akafungiwa. Mdathiri haya anafanya kosa kwa lile, unanifahamu, within no time anafungiwa. Lakini pia huko nyuma adhabu zilikuwa ni mechi 5 tukazungumza hapa, hazikutolewa alipokosea mwalimu, kwa sababu pengine anaje kwenye timu yake ikapunguzwa mpaka mechi 3 akama kifungu. Si unaelewa? Kifungu kaja kikama kifungu kaenda sehemu nyingine. Hasa makosa kama haya of course yanatia tuanze kufikiria vitu ambavyo sio sahihi. Ifike hatua wabakie katika misingi. Hizi kanuni zimewekwa timu zote zionekane zinafanya kazi, watu wote waendeshe na hizi kanuni, lakini isiwe kama kuna mmoja anaonekana kwamba anakosea sana, mwingine akosei. Hapana, inakuwa sio fairness na vitu viko wazi. Unless otherwise hizi kanuni wasizitoe, wawe nazo wao tu, ili tukose rejea ya kuweza kupitia na kuweza kuziona, ili tukose kuweza kutoa hoja. Lakini binafsi imenishangaza kuweza kuona kile ambacho kimeweza kutokea, na sikumbuki kama ile mechi ya Zanzibar ya kwanza ya Simba na Yanga kama Simba waliingia nyumbani. Sina uhakika, nitafuatilia binafsi. Nitafuatilia ile mechi ya kwanza ya ligi ya Zanzibar ambayo Yanga alikosa sana. Nitafuatilia kama kujua waliingia nyumbani, tuweze kujua. Bwana, yes, huyo ndo Chief Nzobane Kamazumfela amemaliza hivyo, yes, kuhusiana na kanuni ambayo bodi ya ligi alitoa leo kwa maana ya taarifa kwa vyombo vya habari kuhusiana na adhabu mbalimbali kuhusiana na ligi kuu ya Tanzania bara, lakini pia bila kusahau ligi ya daraja la kwanza au championship. Bwana, tukutane wakati mwingine. Kumbuka hii ni Salamba TV, tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye Instagram kule nenda kwenye page mama ya Dominic Salamba, lakini pia usisahau kwenye akaunti zetu zote ya Salamba Radio, pia ingia kule Salamba TV Plus, pia tunapatikana huko, lakini pia bila kusahau YouTube, andika Salamba TV, basi subscribe pale, acha maoni yako. Naitwa Nalinga Mfaume, hii ni Salamba TV, mpaka wakati mwingine.